Hello, mambo vipi mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV. Ni siku nyingine tena ya leo. Jumapili safi kabisa, Jumapili tulivu. Baada ya kukaa na jopo kama hili hapa kwa muda mrefu sasa, ni takribani miezi mitatu imeisha. Sasa tunataka sasa tujue kwamba kwa muda ambao tumekuwa nao hapa muda mrefu, ni kipi ambacho labda umeweza kukiongeza, kitu ambacho ulikuwa unajua kabisa umekuja haukuwa nacho, lakini kwa kuwa hapa kuna kitu fulani ambacho kimeongezeka. Mimi ni Ezra John, lakini nitampa nafasi, kila mmoja atajitambulisha kwa jina lake na atasema kwamba tulikuwa naye hapa kwa madhumuni gani, yani tulikuwa naye hapa kwa kitu gani. Nianze na mkono wangu wa kulia hapa. Okay, mimi kwa majina naitwa Habarugira Terence, lakini Dar es Salaam Tanzania TV ikiwa inanitambua kama King Sharif. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Iringa. Hapa Dar es Salaam Tanzania TV nilikuwa nimekuja kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo, manake field kufanyia ile elimu niliyoipata na kama nadharia kuja practice kuifanya kwa vitendo. Ndio dhumuni kubwa ambalo limenifanya mimi niwepo hapa. Asante sana. Kwa majina anaitwa Pierre Kisimana. Mimi pia nilikuwa ni mmoja wapo mwanafunzi wa mwaka wa 3 ambaye nimekuja kufanya field hapa Dar es Salaam Tanzania TV. Kiukweli naweza kusema kwamba nilichojifunza darasani ndo nilikuja kukifanyia hapa. Na kwa hilo nashukuru kwa sana, kwa sababu baadhi ya vitu, mazingira cha kwanza yanabadilika tofauti na chuo. Alafu nakuja mtaani nafanya kazi tofauti na kuandika kwa kalamu tu. Mimi nilikuwa nafanya kazi baadhi ikiwemo ikiwemo pia kuandika baadhi ya vitu, kwa sababu ni online media. Nilikuwa nashughulika sana na kuedit, lakini pia kushoot na mambo mengine sana. Lakini pia mtazamaji, kuna sura nyingine yawezekana hauioni hapa ukawa na maswali mengi. Kwa nini? Nikujuze tu kwamba kuna mwenzetu mmoja na yeye alikuwa miongoni mwa hizi sura, anaitwa Jerome. Tunatambua uwepo wake, lakini amepata dharura, ameweza kwenda nyumbani kwa ajili ya kuwahi hicho kitu ambacho amefahamishwa. Lakini nije kwako tena King Sharifu. Unahisi ni kitu gani ambacho haukuwa nacho kabla, lakini kwa kuwa hapa Dar es Salaam Tanzania TV ni kwamba umeongeza kitu fulani? First of all, field practice, yani kazi kwa vitendo, inakupa kwanza confidence. Kitu ambacho nimeweza kukiongeza ni confidence ya man to man spoken, yani kuongea na mtu moja kwa moja, sio kwa nadharia tena. Yani maana yake sasa hivi kwa sababu ya Dar es Salaam Tanzania TV na uwezo wa kumhoji mtu, hajalishi ni mtu gani, awe mbunge awe nani, inakuwa na confidence ya kuweza kumhoji kwa sababu nimeelekezwa namna ya kuweza kumfesi mtu na ukaongea naye. Lakini kitu kingine tulikuwa tukiambiwa darasani kwamba mwandishi wa habari unatakiwa unapoenda field uwe unajua kabisa kile kinachokupeleka, lakini unapoenda mtaani kutafuta sources uwe umepangilia vizuri maswali. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho nimekuja hapa nikakuta kwa kweli kile nilichoambiwa darasani unatakiwa kabisa uwe umeenda umepangilia maswali vizuri, kwa sababu unaweza kaenda kule kukutana na mtu kabisa ni ana akili sana akakuchallenge ikawa changamoto. Kwa hiyo nimeweza kugain vitu vingi, ikiwa ni confidence, ikiwa ni namna ya kuweza kumhoji mtu, namna ya kuweza kuzungumza na mtu yoyote ile, haijalishi amesoma hajasoma, maana yake unakuwa na good communication. Kwa hiyo nimeweza kuwa na good communication na public kulingana na elimu mtopewa Dar es Salaam Tanzania TV. Lakini chengine pia nimeweza kujua changamoto nyingi za uandishi wa habari nje ya kile ambacho tumekisoma darasani, kwa sababu tunapokuwa tunafundishwa hatufundishwi changamoto, tunafundishwa tu vitu gani ambavyo vinaweza zikatusaidia kuja kufanya vizuri tunapoingia kwenye kazi za vitendo. Lakini hatufundishwi kwamba kuna baadhi ya changamoto mnatakiwa kukutana nazo. Changamoto unakutana nazo kisha ingia field, kisha ingia kazini. Kwa hiyo nimejifunza vingi sana ikiwemo changamoto na namna kuzitatua kama mwandishi wa habari. Ndio, kwa upande wako Pierre, na ni kitu gani ambacho pengine tunaweza tukasema ulikuwa nacho, kwa sababu wanasema a python cannot be tabula rasa. Kuna kitu ambacho ulikuwa nacho, umetoka nacho huko chuoni, umeelekezwa vitu vingi, lakini kuviweka kwenye practice ni vitu gani ambavyo unahisi kabisa vimeongezeka kutoka pale ulipokuwepo mpaka sasa hivi unavyomaliza field?
Cha kwanza naweza kusema asante kwa sababu kupitia Dar es Salaam Tanzania TV cha kwanza nimebadilisha mazingira kama nilivyosema mwanzo. Lakini kingine tofauti na kuwa nilikuwa nafanya kazi hata chuo nilikuwa nafanya basi kwa mfano mambo ya kuedit. Ila muda ulikuwa mchache kwa sababu natakiwa niingie darasani. Lakini ninapokuja field nakuwa na muda wa kutosha kwamba niweze kufanya kila ambacho nilikuwa nakifanya mwanzo. Na tukiangalia sasa hivi nimeweza kuongeza mambo kwenye upande wa online operation na kwa maana ya kwamba kuweza kudili na mitandao kama nikiwa na post habari au na tafuta sources, kwa sababu unavyokuwa unatafuta habari pia mtandaoni lazima uangalie trusted sources ili mradi usije ukachukua habari ambazo si za ukweli. Na hicho ni kitu ambacho nimeweza kujifunza kwa kina kupitia Dar es Salaam Tanzania TV. Lakini kingine kwenye masuala pia ya kuweza kushuti, hata kama nifanya muda mchache kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine kuweza kufuatilia habari za mtandaoni, lakini pia na kuweza kuedit baadhi ya vitu ikiwemo pia kuweza kudesign baadhi ya thumbnail, lakini pia na post ambayo ni mambo ambayo chuo nilikuwa najua kwa nadharia, na hata kama nifanya practice ilikuwa ni kwa uchache. Ila nilipofika hapa Dar es Salaam Tanzania TV kwa sababu ilikuwa ni muda sasa ambao siwezi kuingia darasani, ni muda wa kufanya kwa vitendo. Ikiwemo changamoto ambayo nilikuwa nakutana nazo ikiwemo pia kuweza ni muda, kwa sababu lazima unavyopost kitu online udili na muda, kwa sababu lazima uposti kitu kwa haraka kutokana kwamba hiyo habari sijikafa mapema. Na hiyo ni baadhi ambayo imenijengea consistency, ile uwezo wa kuweza kwenda na muda na unakuwa unajua kwamba natakiwa nifanye nini. Tofauti na chuo unaambiwa utafanya hiki na hiki, ila ni kwa nadharia. Ila sasa ninapofika field imenisaidia sana kuweza kukuza huo uwezo sasa kuweza kutengeneza baadhi ya content. Cha kwanza na toa kwanza shukrani kwa Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ametufanya tukafanya vizuri tangu wakati tunafika mpaka leo hii, ametujalia pumzi bado tupo wazima. Lakini shukrani pia za dhati ziende kwa mkurugenzi wa Dar es Salaam Tanzania TV, yeye ambaye alifikiria kuanzisha media hii kwa niaba ya kuelimisha na kufundisha jamii. Lakini pia bila Dar es Salaam Tanzania TV sisi tusingekuwepo hapa. Kwa hiyo shukrani za dhati zimwendee yeye na kana jopo lake. Lakini shukrani zingine zije kwa upande wako kama director ambaye tulikuface na haukusita kutupokea, ukatupokea kwa moyo mkunjufu mpaka leo hii tumeishi vizuri bila kero yoyote. Lakini we are not perfect, kama kuna sehemu lazima tutakwazana au tutachelewa au tutafanya, ni lazima hizo changamoto hizo production lazima ziwepo, lakini tumezisofu kama ndugu, mambo yamekuwa mazuri sana. Ila nashukuru cha kwanza wewe director ambao wewe ndio ulituongoza katika mambo yote, kwa sababu bila wewe pia kuna baadhi ya mambo yasingeenda. Lakini pia ni mshukuru mkurugenzi kwa sababu yeye ndiye kama alivyoanzisha media. Tukiachana hata pia na sisi, hata jamii inayozunguka sehemu hii inakuwa ni vizuri, na sisi kuja kufanyia field hapa ni kuweza kusaidia na kuweza kujifunza pia kwa upande wetu kuweza kufikisha habari zinazohitajika katika jamii. Na kingine naweza nikasema kwamba muda wote tupo, hata kama hatuwezi kuwa hapa physically, ila sehemu yoyote ambayo tutakuwepo mtu anaweza kafanya mawasiliano kama kuna kitu kinahitajika, nipo free kuweza kusaidia pia. Kwa sababu kama mlivyotusaidia, mimi mwenyewe baadhi ya knowledge ambayo nimeipata hapa naweza nikaenda kuitumia hata sehemu nyingine. Ila pia kama upande ambao nilitoka, yani ile eneo ambalo limeniinua, inaweza ikawa ni vizuri kama pia naweza nikasaidia chochote. Shukrani sana. Mimi niwashukuru sana na niseme kwamba karibuni sana. Sisi tuko hapa na lengo sisi ni kupeleka taarifa, kupeleka habari, kuelimisha umma, na tunasema kwamba Dar es Salaam Tanzania TV hii ni taasisi. Niwashukuru sana na karibuni tena wakati mwingine. Asante sana. Mungu awabariki sana. Asante sana.